Naitwa Meda Selemani. Hapa ndo ninapoishi na wanangu. Hapa ndo tunapolala. Tuna godoro, hatuna umeme. Yaani tunaishi hapa, hivi ndo mazingira yetu hapa. Naomba sana mtusaidie, mtushike mkono. Mtusaidie kabisa. Nimebaki peke yangu. Kila mtu ameniacha njiani. Mazingira nayoishi hapa, naishi mimi na watoto wangu wawili. Watoto wako wawili? Ndiyo. Wote wa kike au wote wa kiume? Wa kike na wa kiume. Wa kike ndo mkubwa, wa kiume ndo huyu hapa mdogo. Hata damu yangu imenikata. Nabeba maumivu yasionekana. Baba alinipaga tu ujauzito, maana kila mtoto na baba yake. Wa kwanza alinipa ujauzito, akanikimbia, na wa pili vile vile akanipa ujauzito, na kama amenikimbia mpaka leo. Niliwahi kujikatia tamaa kipindi nilipoachwa na mwanaume wa kwanza. Nilitamani bora nife basi kuliko wale mazingira ambayo nilikuwa naishi. Tupo katika ulimwengu uliojaa shida, huzuni na manyanyaso kila namna. Kuna maisha ambayo mara nyingi huwa yasimuliwi, si kwa sababu hayapo, bali ni kwa sababu yanaumiza pindi tu utakapoyasikia. Meda Suleiman ni jina lililobeba hisia nzito, huzuni na masikitiko kwa kile kilichopaswa kuwa. Simulizi ya mama mpambanaji anaishi peke yake mbali na ndugu wa karibu, akiwa na majukumu makubwa aliyobeba mabegani mwake, si ya watoto wake tu bali ya jamii nzima inayomzunguka. Alipokuwa mdogo hakuwahi kufikiri kuwa maisha yangekuwa hivi. Ndoto zake zilikuwa kama za wengine, kuishi kwa furaha, kuwa na familia yenye amani na upendo, lakini maisha yalibadilika ghafla. Alipokumbana na ulemavu uliogeuza kila kitu, kila hatua ikawa ngumu, kila siku ikawa ya mapambano kwake. Licha ya manyanyaso, shida na changamoto alizozipitia, alipata mpenzi akaamini, akaweka moyo wake wote kwa mwanaume alimwahidi maisha bora. Yeye alikuwa akidai kwamba atakaa na mimi, hatoniacha, maana hawezi akataka mimi nihangaike nikiwa na kiumbe chake, lakini mwisho wa siku nilivyobeba ujauzito, alivyoona nimebeba ujauzito, akanikimbia. Maisha alionayo kwa sasa, anahangaika kutafuta chakula, kulisha watoto, kuwalea, kuwavika. Wakati mwingine hata mlo mmoja kwa siku ni bahati. Hakuna msaada wa karibu, hakuna bega la kumlilia. Ni yeye tu na nguvu yake ajabu isiyoelezeka. Usiku ukifika watoto wake hulala, lakini yeye hubaki macho, akiwaza kesho itakuwaje, atapata wapi chakula, atawapatiaje mahitaji yao wanaye. Na bado kila asubuhi huwa anaamka na tabasamu mbele ya watoto wake. Naitwa Chacha Brown. Hii ni Banzana Media, karibu kwenye simulizi yetu. Dada, habari yako? Habari ni nzuri, za kwenu? Sisi ni nzuri kabisa. Mnaendeleaje na familia yako? Hatujambo, tunamshukuru Mungu, japokuwa maoma tunaumwa na tunapona, ni jambo la kumshukuru Mungu. Naona kijana wetu amepoa. Ndiyo. Asante sana wadau wanakutazama kupitia Banzana Media kwa wakati huu. Ungependa kufahamu kuwa dada yetu unaitwa nani? Jina lako? Naitwa Meda Selemani. Meda Selemani. Ndiyo. Kama hutojali Meda Selemani, kwa familia yenu wewe ni mtoto wangapi kuzaliwa? Mimi ni mtoto wa 4. Ndiyo. Kwa mazingira unayokaa hapa unaishi na nani? Mazingira nayoishi hapa, naishi mimi na watoto wangu wawili. Watoto wako wawili? Ndiyo. Wote wa kike au wote wa kiume? Wa kike na wa kiume. Wa kike ndo mkubwa, wa kiume ndo huyu hapa mdogo. Hongera sana. Asante. Maisha yapo vipi? Maisha tunapambana, maisha tunamshukuru Mungu tu kwa sababu tunaishi, lakini tunapata shida sana. Tunapitia magumu sana. Ndiyo. Sawa, dada Meda, labda pengine level yako ya elimu ipoje? Sikusomaga. Labda kipi kilitokea?
Kilichotokea, mama alifariki akaniacha na umri wa miaka 10. Baba akachukua mwingine mwanamke ambaye ni mamangu mdogo, aliishi naye. Sasa ari ambao alinilea haikuniruhusu mimi kwenda shule, maana ilikuwa mimi sasa ndo nimekuwa yaya wa wale watoto ambao walikuwa nazaa. Nikawa mlezi wa wale watoto. Pole sana. Asante. Lakini matamanio yako katika elimu yalikuwa? Matamanio yangu nilikuwa nataka nisome, ili katika kusoma labda Mungu anaweza kaniona nikafanya mengine mambo. Labda pengine ulikuwa na ndoto. Ulitaka uwe nani baada ya kumaliza masomo? Nilitaka niwe nesi. Ndiyo. Hongera sana. Asante. Sawa, hatimaye ndoto ziligotea pale ambapo baba aliamua kuchukua mwanamke mwingine. Pengine hukupendezwa na ile hali ya kuto kusoma, lakini ilitokea lazima tuishi nayo hali kama hiyo. Labda pengine ni Mungu alipanga. Tupende kufahamu dada, wewe katika mazingira hapa unavyoishi, unasema kwamba unaishi na watoto wako wawili, wa kike na wa kiume. Namna unavyoishi nao, tukiangalia hali yako, unawezaje kuishi nao na kuwapa mahitaji maalum na muhimu kama watoto na wewe kama mzazi? Nawapa mahitaji, yule mwenye kuwa na lolote ananisaidia, mimi nikipata vile na wahudumia na watoto. Ndiyo. Watoto baba yao yupo wapi? Baba wao alinipaga tu ujauzito, maana kila mtoto na baba yake. Wa kwanza alinipa ujauzito akanikimbia, na wa pili vile vile akanipa ujauzito na kama nikimbia mpaka leo. Ndiyo. Mwanzo wa mahusiano yako na mwanaume wako wa kwanza ambaye ulizaa naye mtoto wako wa kwanza, mahusiano alianzaje na hata kufikia hatua ya kuachana ilikuwaje? Yeye alikuwa akidai kwamba atakaa na mimi, atoniacha, maana aweza kataka mimi nihangaike nikiwa na kiumbe chake. Lakini mwisho wa siku nilivyobeba ujauzito, alivyoona nimebeba ujauzito akanikimbia. Na mpaka leo hivi wala waga siwasiliani naye. Hajui kama uko wapi? Na hajui niko wapi. Baada ya kupata tukio hilo la kwanza, kuwa na mwanaume ambaye alikuahidi kwamba ataishi na wewe, lakini ilifikia hatua hukuishi naye na hatimaye aliamua kukutelekeza na mtoto wako, mahusiano ya pili, haikuwa ngumu kuanzisha mahusiano yako ya pili? Ilikuwa vigumu, maana nilikuwa nikikumbuka kitendo alichonifanya mwanaume wangu wa kwanza. Nilikuwa najisikia vibaya sana tena kuanza mahusiano na mwingine mwanaume. Ibidi nilifatisha mtoto akiwa na umri miaka 12 ndo nilimfatisha. Ndiyo. Okay, katika mazingira ambayo unaishi, mazingira unaridhishwa nayo? Unaridhishwa na mazingira ambayo unaishi? Naweza nikasema siridhishi, na muda mwingine naweza nikasema naridhisha, kwa maana ndipo uwezo wangu unapoishia. Ila ni Mungu akinibariki, nikipata uwezo kidogo, naweza nikaondokana na haya mazingira, maana si mazingira mazuri. Ndiyo. Ndugu zako wapo wapi wewe mpaka uishi wewe na wanao wawili ukiwa peke yako pia? Ndugu zangu tuliachana nao muda mrefu kabisa. Tulizaliwa wanawake watupu, maana kila mmoja aliolewa kivyake. Walivyoolewa mimi nikabaki pale na mamangu mdogo. Nilivyobaki pale na mama mdogo, manyanyaso nikaona yamezidi na nimeshakuwa na mtoto. Nilivyoona manyanyaso yamezidi, nikaja najitupa mpaka nikafika huko. Safari ilikuwa vipi? Safari ilikuwa ngumu, maana nilikuwa sina nauli, nilikuwa nakuja naomba misaada. Walikuwa na magari wananisaidia hivyo, kuna wenyewe walikuwa nakataa. Lakini nashukuru Mungu niliweza kufika huku salama na mpaka leo. Kwa mazingira ambayo unaishi vipi na majirani ambao uko nao hapa? Majirani tupo nao sawa. Tupo nao sawa kabisa, namshukuru Mungu, na ndio pale nikipata tatizo naweza nikakimbilia kwa jirani. Nikikosa chakula jirani anaweza kanisaidia. Yaani kiufupi jirani tupo nao sawa kabisa. Ndiyo. Ni vitu gani ambavyo imewahi kufikia hatua ukaamua kujikatia tamaa maisha, kuishi hivi kama umejikatia tamaa? Ndiyo, niliwahi kujikatia tamaa kipindi nilipoachwa na mwanaume wa kwanza. Nilitamani bora nife basi kuliko wale mazingira ambayo nilikuwa naishi. Nilikuwa najiona na mimi sifai kati ya watu.
Lakini Mungu aliniwezesha, niliweza kufika huko na mpaka leo naendelea na maisha. Sawa, labda kipindi umepata ujauzito ulikuwa bado unaishi na mama wa kambo yule ambaye alikuwa anatulea? Ndiyo, nilikuwa bado naishi na mama yangu mdogo, mke wa baba yangu. Alikuwa anasema nini baada ya kupata ujauzito? Alikuwa ananiambia nitoe, lakini sikuweza kutoa. Niliokopa na kuona Mungu aishanipa, kama nikufa basi bora nife kwenye uzazi kuliko kusema eti nitoe kiumbe cha Mungu. Ndiyo. Sawa, umekuwa ukionekana kuwa si mwanamke tu ambaye umebweteka kukaa nyumbani licha ya mazingira ulionayo. Umeonekana kuwa ni mwanamke ambaye ni mpambanaji, unajaribu kupambania ndoto zako. Wanao unatamani waishi katika mazingira gani? Wanangu ningependa Mungu angewasaidia wasome basi. Japokuwa mimi mama yao sikusomaga, basi wanangu wangesoma. Kile ambacho kiwango Mungu angewafikisha, labda wangekuja kunisaidia mimi mama yao maishani. Ndiyo. Kutokana na hali ulionayo, kupata labda pengine pesa ya kununulia watoto uniform au sare za shule, pengine inaweza ikawa ni ngumu. Unafanyaje ili wanao waweze kwenda shule, au pengine mwanao huyo wa kwanza kwenda shule ikiwa hali ya kupata kipato ni ngumu? Anaenda shule hivyo hivyo. Kuna walimu ambao wanajitolea kumpa msaada. Mmoja anaweza kununua madaftari, wengine ananunua sare za shule hivyo hivyo. Pale na mimi nikipata kaela kadogo, tunasaidiana. Nanunua kama ni viatu. Hayo ndio maisha ninayoishi. Labda pengine shughuli zako za kila siku nyumbani huwa ni zipi, na huwa ukiamka asubuhi huwa unafanya shughuli gani hasa? Nikiamka asubuhi naweza nikafajia, kuosha vyombo. Nikipata mtu wa kusuka naweza nikamsuka. Yani kazi kama hizo. Kazi zile za chini ambazo sio za kuweka kitu kichwani, na shughulika tu vizuri. Mradi nipate tu mtu wa kuniwekea kila kitu hapo, naweza nikafanya, kufua. Asante sana. Labda pengine turudi nyuma kipindi ambacho tupende kufahamu kwanza mwanzo wa tatizo ulilonalo, aidha pengine hali ulionayo. Ulizaliwa ukiwa hivi au kuna namna ilitokea baada ya kuzaliwa ukiwa mzima? Ilitokea baada nimeshazaliwa. Maana nilizaliwa ni mzima, nikatembea, nilivyofika miaka 2 hali ikabadilika, nikawa kama hivi ambavyo nilivyo hapa. Kwa hiyo siwezi nikaelezea kiurefu, maana mzazi alifariki, sikupata nani kwa kuniambia kama ilikuwa kuwa aje mpaka nimefika hivi. Lakini aliniambia ile kidogo, maana aliniacha bado nikingali mdogo. Aliniacha nikingali na umri wa miaka 11. Ndiyo. Sawa, labda pengine uliwahi kupata nafasi ya kuzungumza na baba, pengine akuelezee kwamba ilikuwa hivi na hivi? Baba hajawahi kunipa hiyo nafasi. Maana alikuwa muda mwingi alikuwa anasafiri. Nilikuwa nabaki sana na wewe mama yangu mdogo. Ndiyo. Wewe unajisikiaje pale ambapo unaona una kiu ya kufanya mambo makubwa, lakini hali ulionayo inakufanya uendelee kuishi hivyo? Wewe unajisikia? Huwa najisikia vibaya mno, vibaya sana. Ni kukosa tu jinsi ya kufanya. Lakini huwa najisikia vibaya sana tu. Pole sana. Labda ni biashara gani ambayo ukipewa au ukipata mtaji, watu ni wengi sana wanakutazama, Watanzania ni wengi, lakini pia watu ambao wanaishi nje ya mipaka Tanzania, na imani kwa kiwango kikubwa video hii itawafikia. Ungetamani watu wakusaidie nini? Wakupe nini ambacho kinaweza kufanya utimize ndoto zako kama ulivyokuwa unafikiria? Naweza nikafanya biashara za mikono, naweza nikaweka kichanja. Ikiwa uwezekano naweza nikaweka hata vinguo vya mtumba, naanza kuuzia hata mayebo, viatu. Naweza nikafanya hizo biashara, nguo za wanawake, watoto kwa wakubwa. Sasa kutokana na hali ya mazingira ambayo tumekukuta, unaishi katika mazingira magumu sana. Mazingira haya unachukuliaje na unapokeaje kama mwanamke ambaye una watoto wawili? Siapokee vizuri, ni ile tu kukosa uwezo. Lakini mazingira haya sio mazuri kivile.
Sehemu ya kulala changamoto, kila kitu changamoto. Labda iwe ni nafasi yako pia kuzungumza na watazamaji wanaokufuatilia kupitia Banzana Media. Una kipi cha kuambia kufuatia hali yako, sehemu ya kulala, lakini pia hata mazingira ya nje kwa ujumla? Naweza nikawaambia wanishike mkono kuhusu mazingira, nyumba, godoro, umeme ndani, sina betri, sina sola. Kwa yoyote alichonacho anisaidie. Kwa sababu sina lolote lile. Hapa giza likiingia na kuwa shida. Badala ya kufuta mtoto mavi naenda kumpaka. Yaani hapo ni shida kabisa, shida kubwa. Ndiyo. Kwa hiyo watazamaji wakusaidie godoro na mahitaji muhimu ya nyumbani. Na mahitaji muhimu ya nyumbani, hata mwenye kuwa na hela ya mtaji anaweza kanisaidia. Ndiyo. Unawahakikishia vipi watazamaji endapo utasaidiwa na wale wenye moyo safi? Unawaahidi kitu gani, kuwa utafanya nini na nini? Tawashukuru sana na Mungu atawabariki sana. Na akinisaidia naweza nikatoka hata mazingira kutafuta hata nijenge hata kanyumba, kavyumba viwili na baraza. Naweza nikashukuru sana sana tu. Sana. Una kipi cha kusema kwa kuaga watazamaji wanakutazama? Aga Mungu awasaidie. Awasaidie sana, waweze kunisaidia. Waweze kunisaidia, tutaonana siku nyingine. Mungu awabariki sana sana tu. Amina. Kama nilivyokuambia mtazamaji wa Banzana Media, ni dada yetu hapa ambaye tumezungumza naye vya kutosha na umesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na niseme kwamba hatuna mengi ya ziada ya kuzungumza kwa siku ya leo, lakini tutapata nafasi nyingine iwapo watazamaji na wewe kama mtazamaji wetu utakwenda kuguswa japo kwa uchache kwa kile kidogo ambacho Mungu amekujalia, na imani kwa majalia tutarudi tena hapa, tutazungumza na dada, lakini pia kuwasilisha kile ambacho utaguswa kuhusu maisha yake, lakini pia hali anayoishi. Anachotamani na matamanio yake ni kuona wanae wanasoma katika mazingira mazuri, lakini pia wanapata mahitaji muhimu kama watoto kulingana na hali yake ilivyokuwa ngumu ya kimaisha. Niseme sina la ziada. Banzana Media, habari moto, matukio live.